naungana naye Patenus Niegira, yeye ni mchambuzi wa masuala ya siasa na uongozi, lakini pia niko na Nathaniel Samson Maeke ambaye ni mchambuzi na mwanasheria, pamoja na Lugete Musa Lugete. Tukiangazia, yeye ni mchambuzi wa masuala ya uongozi na historia. Tunaangazia hatua za kimkakati ambazo mataifa yetu yanaweza kuzichukua na jinsi ambavyo tunaweza kukabiliana na ongezeko la kupanda kwa gharama za maisha inayosababishwa na changamoto hiyo, lakini pia mambo mbalimbali ambayo yametikisa vichwa vya habari kwa wiki hii. Jamani, karibuni sana. Asante sana. Tukianzia Kenya, tunaona kulikuwa na mgomo wa madereva kuhusiana na kupanda kwa juu sana kwa mafuta, na tayari Rais Ruto leo amehutubia wa Kenya na kutangaza kushusha bei za bidhaa hii, wakati nchi nyingine za Afrika bado raia wanaendelea kulalamika. Hatua hii ina maana gani, ama inatoa pia funzo gani kwa nchi nyingine katika kuleta ahueni ya maisha kwa wananchi wao? Patenus, karibu. Asante sana. Kwanza swala la kwanza liko kisheria. Serikali zote hizi madaraka yake yanatoka kwa wananchi. Kwa hiyo ukiona wanajenga barabara ni kwa ajili ya wananchi. Ukiona wanapambana na madawa ya kulevya ni kwa ajili ya wananchi. Ukiona wanapambana na mifumo mibovu ambayo haiongezi tija ni kwa ajili ya wananchi. Kwa hiyo linapotokea swala la mafuta bei ikapanda, manake wananchi wako ambao ndio msingi wa wewe kwa nini uko hapo, inabidi uchukue hatua. Kwa hiyo sura ya kwanza ni kwamba amerejea katika kile kilichofanya serikali iwepo, kuhudumia watu, kuhakikisha kuwepo kwa ajili ya watu. Na serikali zipo kufanya mambo mawili. La kwanza ni uchumi na la pili ni ulinzi na usalama. Sasa kama swala la uchumi lina mgogoro, serikali inatakiwa kuingilia kati, kwa sababu ndio inayopewa kodi na hao wananchi. Kwa hiyo ni sura ya kwanza. Lakini sura ya pili ni kupunguza machafuko ambayo yangeweza kuendelea kwa muda mrefu, kwa sababu raia wale tunasema private citizen ambao ndio wenye madaraka, wakisha yataka madaraka yao wanayataka kwa fujo. Na ndio maana kuna msingi mkubwa kwamba taasisi za kisiasa, hasa vyama vya siasa, ndio vinavyotakiwa kuongoza watu kusudi unakuwa na reference. Kunapojitokeza lolote, angalau una mtu wa kukimbilia. Nakumbuka kipindi kilichopita Kenya ilikuwa na shida kidogo, kwa sababu jenzi walipoingia barabarani, hata Rais Ruto alisema kwamba sasa naongea na nani. Kwa hiyo kumbe ni msingi mkubwa ile azimio la uhuru walilolitamka watu wa Marekani mwaka 1776, ni msingi watu wakumbuke kwamba serikali zinaundwa kwa makubaliano kati ya watawaliwa na watawala, the consent of the governed. Sasa hawa governed wakiwa na mushkeli, uwezo ukawashika. Na bahati mbaya wakitaka madaraka yao unorganized, wanaingia barabarani, they loot, they plunder, yani wanafanya fujo isiyo kwa kawaida. Kwa hiyo kumbe alikuwa anaepusha msingi huo usiweze kwenda nje. Lugete, hiki ni kilio cha nchi nyingi tu za Afrika, sio tu Afrika, hata mataifa mengine, ongezeko la mafuta. Serikali zinaweza kuchukua hatua gani kuleta angalau ahueni kwa wananchi? Mosi, kupunguza tozo, ushuru na kodi kwa kila lita moja ya mafuta. Ili kusudi wananchi wawe na unafuu. Kibirejelea Patenus anasema serikali inapata mamlaka ya kutawala kutoka kwa wananchi. Kwenye katiba yetu ni ibara ya 8. Imeweka wazi msingi wa mamlaka na utawala unatoka kwa wananchi. Kwa hiyo hiyo ya kwanza. Lakini ya pili ni serikali, kama mfano hapa nchini kwetu, serikali itafute supplier wengi, wasambazaji wa bidhaa. Tunao mawakala waliochukua tenda kuchukua mafuta kutoka Mashariki ya Kati na maeneo mengine. Tuwe na wasambazaji wengi wa mafuta ambao watashindanishwa bei ili kuweka unafuu. Lakini ya tatu, kwa hapa nchini kwetu tuseme tunao mradi mkubwa wa LNG. Umeshawahi kusikia mradi wa LNG? LNG ni liquefied natural gas, au kwa Kiswahili cha mtaani Lindi Natural Gas. Ni mradi wenye thamani ya dola bilioni 42 za Kimarekani. Ukizileta kwa fedha yetu ya Tanzania ni takriban shilingi trilioni 97. Kama serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itakuwa na uwezo wa kusambaza gesi hiyo asili
kwenye mikoa zaidi ya 10-15 ikapunguza ushuru, tutakuwa tumepunguza kwa takriban 50% matumizi ya nishati ya mafuta, maana petroli, diesel pamoja na mafuta taa. Lakini kitu kingine ni muhimu sasa, serikali kuja na mpango wa nishati mbadala. Tunavyo vyanzo mbalimbali vya nishati, umeme wa mabaki ya wanyama, mabaki mimea, yani biogas, biomass, biofuel. Tuongeze vyanzo vingine, umeme wa upepo, umeme wa joto, umeme wa maji. Lakini nadhani tukifanya hivyo, hata siku Hormuz ikafungwa au maeneo mengine yakafungwa, tutakuwa na paka kukimbia. Lakini cha mwisho kabisa ambacho ningeweza kusema, serikali yetu ni lazima ifikirie namna ya kupunguza kodi kwenye magari ya umeme. Ili yawe mengi. Unajua sasa hivi kuna magari ya umeme betri inatembea kilomita 1000, 1200, 1500, kilomita 400, kilomita 600, kwa sababu magari ya umeme yanatunza mazingira. Kwa nini magari haya bado kodi yake iko juu, wakati yatamsaidia Mtanzania wa chini ambaye kipato chake ni kidogo kumiliki gari kwenda kazini? Kwa hiyo nadhani tukifanya hivyo tunaweza tukafika mbali. Lakini magari pekee yake, Lugete, tuna pikipiki zinazotumia umeme na hata bajaji, ama hizo kodi yake iko vizuri? Tuende kwenye magari, shida iko kwenye magari. Huko kwingine mambo sawa. Huko mambo sawa, lakini twende kwenye magari. Nathani, niambie, katika mlipuko wa bei kama hivi unavyokuwa unatokea, na ambao hakuna ambaye anajua labda mwisho wake utakuwa lini, kuna haja ya kuweka sera za dharura ili kuhakikisha kwamba licha ya upandaji wa gharama za mafuta, angalau wananchi wanapata ahueni. Kwa sababu unajua mafuta yanapopanda bei, manake ni kwamba hata maisha pia yanapanda bei. Na saizi yamepanda kweli kweli. Kutokana na kwamba mafuta ni nishati ambayo inaendesha karibu shughuli za mwanadamu za kila siku. Kwa sababu mwenzangu amezungumzia kwamba nchi yetu, ukizungumzia ibara ya 8 amesema kwamba madaraka yanatoka kwa wananchi. Lakini pia ibara hiyo inazungumzia kwamba jukumu kubwa la serikali ni ustawi wa wananchi. Kwa lazima tukubali kwamba serikali ina wajibu kwanza kuhakikisha kwamba ustawi wa wananchi ndio kipaumbele. Kwa hiyo kwa bahati mbaya sisi kama Tanzania, pamoja na kwamba tuna utitiri wa kodi katika bidhaa ya mafuta, lakini sisi sio price makers. Kuna namna ambayo hatuamui. Sasa mimi nilikuwa na shauri njia pekee ya kutusaidia kwanza ni lazima tuwe na vyanzo vingi vya nishati. Lakini mwenzangu amezungumzia gesi asilia. Ukiangalia sheria ya mafuta tulionayo sasa hivi, kwa maana ya Petroleum Act, inatoa ruhusa kwa mamlaka zifuatazo. Kwanza PURA, lakini EURA kutoa leseni kwa wadau, lakini pia national, kwa maana ya NOC, National Oil Company, kwa maana ya TPDC, ina mamlaka makubwa sana. Kwa mimi ningeshauri kwamba kuwe na grace period kwa mtu anaye renew leseni yake, apewe advantage ya kufunga pampu moja ya gesi, ili sasa tutoke kwenye nishati tegemezi, tuwe na nishati mbadala. Kwa sababu tukirudi katika nishati mbadala, tutagundua kwamba gesi peke yake inaweza kusaidia kupunguza gharama kwa kiasi kikubwa sana. Kwa sababu hata mambo ya usafiri, tunapita barabarani wanakwambia bwana mafuta yamepanda bei, lakini pia kuna transportation cost, lakini pia kuna production cost. Maeneo ya viwanda umeme hauko guaranteed. Kuna baadhi ya maeneo ambayo unagundua kwamba uzalishaji wa viwanda unahitaji pia mafuta kwa asilimia kubwa. Kwa mimi nadhani kwamba tusiangalie tu kupunguza kodi katika bidhaa ya mafuta, tunapaswa pia kuangalia chanzo kingine. Ikiwa tutakosa mafuta kabisa, tutaishije? Vyanzo vingine tumeona vimeanza kujaribiwa ama kutumika kama gesi. Tuna bajaji za gesi hapa, tuna pikipiki za umeme Dar es Salaam, na hata baadhi ya magari yanatumia gesi, lakini inaonekana kama ni kwa mikoa mikubwa tu kama Dar es Salaam, bado mikoa mingine kama tunasema compressed natural gas, ikiwa itapewa nguvu
kupitia mamlaka zilizopo. Kwanza TPDC, pili EWURA. Lakini kutokana na kule kwenye chini kule kwa maana ya PURA, utagundua kwamba ikiwa itapewa nafasi ya kupewa mamlaka ya kusema kwamba iwe ni condition kwamba at least kila kwenye pump ya mafuta kuwe na tanki la gesi. Utagundua kuwe na alternative yake na TPDC wanaweza kusupply nchi nzima. Kwa sababu kama mafuta yanatoka hapa kwenda sehemu zingine inashindikana nini? Kwa hiyo nadhani tukiweza kutoa kipaumbele kwenye gesi asilia, tunaweza kupunguza gharama za mafuta kwa asilimia kubwa sana. Gharama za maisha. Kama nakupata vizuri Nathaniel, maana yake ni kwamba kuna ombwe kwenye sera zetu na sheria, sivyo? Sidhani kama kuna ombwe, nadhani tunakosa ubunifu. Yeah. Kwa sera tunazo nzuri lakini tumekosa ubunifu. Yani yanapotokea mambo kama haya tufanye nini? Nani wa kutuletea ubunifu? Sisi wenyewe, Watanzania wenyewe, sisi wenyewe. Tapenda kusikia hili kutoka kwa Patenus na Lugete. Patenus. Kuna baadhi ya wachambuzi kama ni wanaona kama huu mfumuko wa bei ya mafuta ni kama baadhi ya viongozi na wanasiasa wanatumia kama kuweza kupitisha ama kupenyeza ajenda zao za kisiasa, na kujaribu kama katika kujaribu kutafuta suluhu ya hili tatizo. Mnakubaliana nao? Kwa namna moja ndio, kwa sababu unajua kuna kitu kinaitwa proactive. Nitumie lugha ya Kiingereza. Nijiruhusu kufanya hivyo. Proactive ni kwamba ni utakiwi kuwa kuchukua hatua baada ya matatizo kutokea. Kwa hiyo kwa kuwa serikali zinaishi kwa kitu tunakiita maono, vision, walitakiwa kuwa wameangalia kwamba hivi kukitokea tatizo linalohusiana na mafuta, taifa langu litakuwaje? Ndio maana wengine wanaenda kuweka hakiba, ndio maana wengine wanaingia katika kutengeneza hivyo vyanzo mbadala. Sasa taifa letu limekuwa na mgogoro huo wa mafuta kuanzia miaka ya 70. Kulikuwa na shida, na hata kabla hapa Rais Samia alipoingia madarakani mwaka 2022-2023 kulipokuwa na vita ya Ukraine na Urusi, bado tatizo hilo lilikuwepo. Alichokifanya cha haraka, akatoa karuzuku katika kila lita ya mafuta. Kwa hiyo ninaungana na mchambuzi mwenzangu hapa kwamba ila kuna vitu vya muda mrefu. Hilo analolisema sasa hivi haliwezi likawekezwa, kwa sababu lazima sheria zitungwe, zimalize kutungwa, lazima hayo mapampu ya mbadala yawekwe kwenye kila aina ya hivi vituo vya mafuta. Kwa hiyo ni swala ambalo bado tuko pale pale. Kwa hiyo hatua ya kwanza ni kwamba serikali inatakiwa kutoa ruzuku, kuondoa kodi kama Rugeta alivyosema. Kuna kodi nyingi kama 16. Waangalie ni kodi zipi ambazo wakizipunguza kutakuwepo unafuu, kwa sababu swala la mafuta lina athiri mnyororo mzima wa bidhaa. Ndio maana unaona kuendelea kwa vita hii kumefanya kuwepo mfumuko wa bei. Shilingi 10,000 ni ndogo ukilinganisha na mwaka jana. Kabisa. Na kibaya zaidi, kipato kimebaki kuwa kile kile. Kipato hakijaongezeka. Kwa hiyo hata mapato ya serikali hayajabadilika. Tutaona kwenye hii bajeti inayokuja, lakini ni yale yale. Ofisini kwako hawaja kuongezea hata chochote kitu kwenye mshahara wako pale mwisho? Hapana. Pateni useme. Rugeta unasemaje? Ukiangalia swala la kufungwa kwa mlango bahari wa Hormuz, ukichukua karibu bei ya mafuta Ulaya, mafuta yamepanda kwa takriban 30%, na sasa hivi wameelekea Urusi kuchukua mafuta, regardless kwamba Urusi ndio nchi inaongoza kuwekewa vikwazo vingi na Umoja wa Ulaya na Marekani na NATO. Lakini sasa hivi wamelegeza, wamechukua mafuta kwa Urusi, wamerudi tena kule. Nchi za huku kwetu, ukiangalia Namibia, serikali umeondoa ruzuku na kodi kwa 70% ili wananchi wapate mafuta. Botswana, ukichukua karibu nchi 35 za Afrika, nchi 14 zimepunguza ruzuku. Hiyo ni hatua ya haraka zaidi ili kupunguza machafuko, manunguniko na sintofahamu. Kwa sababu lakini msingi wa swali langu Lugete ilikuwa ni kwamba ni kweli kwamba kuna baadhi ya wanasiasa wanachukulia kama huu mfumuko wa bei kama sehemu yao ya kupitisha ajenda zao za kisiasa. Hiyo haliepukiki. Ukienda Kenya, ukienda Google hapa, andika mtu mmoja anaitwa Jimmy Wanjigi. Jimmy Wanjigi ni mfanyabiashara mkubwa sana Kenya.
tangu kipindi kile uchaguzi wa kwanza wa mwaka 92, na amekuwa akiongea sana akitoka. Ukienda Nigeria, Dangote amekuja na mfumo wa kujenga viwanda vya kuchakata refined oil kuanzia Nigeria kule kwao kule Nigeria kaskazini kule Azaria, Zamfara, Katsina. Pia amekuja na project huku kwetu. Kwa hiyo unaona kabisa ni fursa kwa wafanyabiashara wakubwa, kwa wanasiasa ambao wanajuana na wafanyabiashara kwa ajili ya mambo yao kwenda. Hatukatai kwa sababu wote panapotokea tatizo lolote kubwa lazima watakuwa wetu ambao watatumia tatizo hilo kujaribu kujinufaisha. Hata hapa nchini kwetu kuna baadhi ya watu wanafanya biashara za mafuta na wanapata faida kubwa sana. Kwa sababu matatizo siku zote kuna upande wanaumia na kuna upande wanafaidika. Kwa hiyo hilo ni swala ambalo haliepukiki hata kidogo. Nakubaliana na wewe Lugete. Weekend hii mkitoka hapa mnaenda? Pateni Simone unaiangalia Captain Morgan kama ni kufungulie, tuko kazini bwana. Tafadhali niletee ka glasi upate. Hapo unajua ukiwa hapa nikakuwekea glasi moja, ukiongea tu watasema ameweka ile, ndio maana kwa hapa inabidi uwe fresh, lakini ukitoka mimi nakuachia hii chupa uende nayo. Wewe unachanganya nani? Limao. Kwa utaki hata kola wala tangawizi. Lugete najua wewe. Mimi ni limao pamoja na nipate na mabarafu yale ya kuchanganya. Ujue kuna baadhi ya vitabu kama hujatumia Captain Morgan huwezi kuelewa. Hivi mfano unasoma vitabu vya David Icke, Father of Conspiracy, unamjua David Icke, The Global Conspiracy, Reptiles, Understanding the Freemason and the Bilderberg. Sasa kama hujasoma, unaweza jamaa David Icke kitabu kimoja kina kurasa 1400. Kama hunywi Captain Morgan huwezi kuelewa Utoboi. Kwa hiyo Captain Morgan inasaidia sana. Nathaniel unavodadavua sheria pale unakuwa unapiga moja moto moja pale. Mimi sio mambo yangu na ni maamuzi. Nakubaliana na wewe. Ni msabato. Ni msabato. Okay, lakini nyinyi mimi lakini pia kanyaga mmoja wanasema mashirika ya ujasusi wine in secret out. Ili uchukue tahadhari. Na hiyo ndio tunakuja pale kwamba kunywa kistaarabu, sivyo nakubaliana na nyinyi. Turejee nchini Tanzania. Wiki hii tumeona kumekuwa na shutuma na ukosoaji kwa jinsi ambavyo ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inavyoshughulika na kusimamia maadili ya vyama kwa mujibu wa sheria na taratibu zilizopo. Wapo wanaona ofisi yake inatumika kuathiri shughuli za kisiasa hasa upinzani, na wengine wanaona kwamba ofisi hiyo kuna wakati inakwama kuchukua hatua za haraka kushughulika na viongozi wa vyama wanaokwenda tofauti. Tuanze kwako na Nathaniel. Kwa mujibu wa katiba na sheria, majukumu ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ni yapi? Majukumu ya ofisi ya msajili yameainishwa kwenye kifungu cha 4 cha sheria yetu ya vyama vya siasa ambao ni sura ya 258. Sasa moja kati ya majukumu makubwa kwanza ni kusajili chama cha siasa. Lakini pili ni kuhakikisha kwamba serikali inatoa ruzuku katika vyama vya siasa vyenye vigezo kupata ruzuku. Lakini tatu ni kutoa jukwaa la mawasiliano kati ya vyama vya siasa pamoja na serikali. Lakini kutoa elimu ya uraia kati ya vyama vya siasa na wadau wenyewe. Lakini kusaidia kuweza kutoa guideline kwamba namna ya kutumia mapato na matumizi ya vyama, kwa sababu vyama pia ni taasisi. Kwa hiyo hayo ni moja kati ya majukumu machache ya msajili. Kwa utagundua kwamba kisheria msajili samani kidogo Nathaniel, kama ina chama ofisi ina jukumu la kusajili, ina jukumu pia la kufuta, sivyo? Kufuta pia ni moja kati ya majukumu ya kuondoa usajili. Tutasoma ibara kifungu cha 39 kimeelezea kwamba mtu yoyote ambaye chama chote ambacho kitakeuka kifungu chochote kinaweza kuondolewa usajili. Sasa ukisoma hii sheria yetu ya vyama vya siasa ya sura ya 258 ya mwaka 2023 utagundua kwamba msajili ni mlezi wa vyama vya siasa kwa dhamana yake. Sasa anatakiwa kuwa mtu mwenye ofisi isiyo na upande kwa namna yote ile. Lakini sasa hii ni kama atatekeleza wajibu wake ulio kisheria. Sasa kwa bahati mbaya siasa za Tanzania zimechukua sura mpya ya kuwa na siasa
za chuki na matusi na hoja zisizokuwa na maana. Una maana gani? Unaona kwamba imefika hatua vyama vya siasa havifanyi siasa ya maendeleo, havifanyi siasa ya kutengeneza uelewa kwa wananchi. Vyama vya siasa vinafanya siasa ya uchonganishi kati ya chama fulani na wananchi, kati ya wananchi na wananchi. Kwa hiyo sasa hii ndio inafanya sasa wakati mwingine vyama vya siasa vione kama kuna upendeleo na vingine vione kama kuna kuonewa kwa vyama vya siasa. Lakini ikiwa chama cha siasa kitafanya majukumu sajiliwa kuyafanya, hakuna tofauti yoyote, hakuna shida yoyote. Kwa hiyo hii inatokea pale ambapo hakuna narudi kwako, naomba ukome hapo. Patenus, unakubaliana na hiki anachosema Nathan? Kuna hoja sikubaliani naye na kuna hoja nakubaliana naye. Yeye anajielekeza katika msingi wa sheria, kitu ambacho ni sahihi kabisa, kwamba ukiangalia kuanzishwa kwa ofisi ya msajili wa vyama ni kisheria kabisa. Lakini unapokuwa unaangalia katiba ya Jamhuri inazungumza, ilipobadilishwa miaka 92 tukaingia kwenye vyama vingi, inazungumza uwepo wa vyama vingi kama msingi mkuu wa kukuza demokrasia nchini. Kwa hiyo msajili wa vyama anatakiwa kujiondoa kwenye demokrasia ya udhibiti na kuingia kwenye demokrasia ya ushiriki. Ukimaanisha nini hapo? Ukimaanisha yeye amekaa kama kiranja aliyeshika upanga mkali wenye ncha mbili. Anakata huku, anasubiri huku kishiwa makali, anageuza anakata huku. Na hili linajionyesha katika namna yake anavyofanya. Yeye alitakiwa awe mlezi, sio tu mlezi, ila anayekuza vyama hivi, kama alivyosema kwamba ni mlezi, lakini anayekuza vyama hivi. Na kuvikuza manake ni kuacha demokrasia ishamili, ni kufanya demokrasia ikue. Sasa kwa mfano, unapokuta msajili, mbali na kuwa na kifungu cha kisheria kinachokuambia kwamba chama fulani kikienda kinyume unaweza ukafanyaje, ukakifuta, dhahiri mlezi huwa mfukuzi mtoto hata kama amefanya nini. Huwa anahakikisha anatafuta njia zote za kumweka katika mazingira sahihi. Mlezi huwa mpeleke hata mtoto wake polisi kwa sababu kaiba. Huwa anajitahidi kwa kiasi kikubwa mrekebishe kwa namna ambayo inaenda. Sasa huyu wa kwetu si kwa sababu siasa zimeingia katika matusi na kadhalika. Ndo nafasi yake ya kuonyesha yupo, kuhakikisha kwamba anawafanya watu, kwa sababu amesema mojawapo ni kuelimisha, anavifanya vyama vya siasa na raia wanaelewa kwa mapana namna ya kufanya siasa iliyo safi. Ukiona hatua anazozichukua msajili wa vyama, ni dhahiri unaona kama vile ana upande. Yeye ni msajili wa vyama vya siasa, lakini atakiwe kujihusisha na siasa. Amejihusisha na siasa? Ndio. Kivipi? Yaani ukijihusisha na siasa una upande. Sasa swali langu ni kwamba amejihusisha na siasa, na kama ndivyo kivipi? Anajihusisha na siasa kwa sababu, kwa mfano, ukiangalia kauli ya viongozi wa chama cha Chadema ambayo amewaandikia barua kwamba atawafungia, na ukaangalia kauli zinazotolewa na chama tawala, baadhi ya watu wa chama tawala, huo uwiano ukiwepo katika. Kama kauli gani Patenus? Kwa mfano, kuna kauli ya mwenyekiti wa kina mama Mheshimiwa Chatanda. Sikia anasema kabisa kwamba mimi ningepewa dakika kidogo ambacho ningewafanyia Chadema, Mwenyezi Mungu angejua. Umenipata? Kauli hiyo ingesemwa na mmoja wa watu wa Chadema au upinzani, kungewaka nchini. Japo ndio leo nimeona anasema kwamba tumekiandikia barua. Aiweke kwenye mtandao tuione. Mimi sina imani naye. Aiweke kwenye mtandao tuione, kwa sababu kumekuwepo matendo mengi ya kauli nyingi zinazotoka kwa vijana wa Chama cha Mapinduzi, zinazotoka kwa baadhi ya viongozi wa Chama cha Mapinduzi, lakini kilikuwa kichukuliwe hatua. Na wakati yeye kazi yake inatakiwa kuwa kazi ya kutofungamana upande wowote, kazi ya kukuza vyama hivi. Pale unapoanza kujihusisha kwenye siasa, lazima uingie upande. Na ndio maana hata sisi wachambuzi tukianza kujihusisha na siasa, lazima tuwe na upande. Sasa uchambuzi hauna upande. Uchambuzi unasema kwamba hiki ni hivi, hiki ni kile. Uchambuzi unatokana na neno kupembua, kwamba
tuna mchele tunapembua, tubaki na mchele sahihi, tuachane na yale. Kwa hiyo wachambuzi ni kuonyesha ndicho kinachoendelea. Kwa hiyo ukimsikiliza na ukaangalia anachokifanya, unaanza kuwa na wasiwasi mkubwa kwamba hakuna usawia wa kisheria, na ameanza kushiriki siasa kama mwanasiasa. Yeye ni msajili wa vyama. Naona kama utakusema kitu. Sasa mimi kwa bahati mbaya ni mwanasheria. Basi nitarudi kwako baadaye. Bahati nzuri. Kama huna neno akili, tulia hivi nitakuja kwako. Lugete, kutokana na majukumu ambayo mwanasheria hapa ametuambia ya msajili wa vyama vya siasa na ofisi yake kikatiba na kisheria, kwa mtazamo wako, kwa jinsi ambavyo ofisi hii inafanya kazi, unadhani inaakisi majukumu yake kama alivyoeleza Nathaniel? Nadhani hapa swala ni uadilifu, uwazi na uwajibikaji. Kanuni na majukumu yanajulikana. Sasa msajili na wasaidizi wake kufuata kile wanachopaswa kufuata, hiyo sasa ni jukumu, ni swala binafsi la uadilifu. Wewe unafuatilia siasa, Lugete, na ndo swali langu limejikita hapo. Ndio nakubaliana na wewe kwamba kuwepo kwa maandishi na makaratasi ni jambo moja, utekelezaji ni jambo la pili. Kwa kile unachokitazama na unavyofuatilia mwenendo wa siasa zetu na jinsi ambavyo ofisi ya msajili inafanya kazi, inaakisi majukumu yake ya kwenye makaratasi? Swala la kuakisi au kutoakisi inategemeana umesimama upande upi wa kuangalia swala. Everyone is right in his or her perception. Lakini hoja ya msingi hapa ni kwamba ni lazima ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ivilee vyama vyote bila upendeleo. Inafanya hivyo? Nisikilize Imani. Inapaswa ofisi kuvichukulia vyama vyote kwamba ni sawa. Hakuna chama kikubwa kuliko kingine. Vyama vyote ni sawa, vimesajiliwa. Ukubwa wa chama uko bungeni. Lakini yeye inabidi jinsi anavyoichukulia ada TADEA inapaswa kuwa hivyo. TLP, NLD, Chauma, ACT Wazalendo, NCCR Mageuzi, na vyama vyote ni sawa. Na hapo ndipo swala la uwazi na uwajibikaji ndio litachukua nafasi yake. Kumekuwa kuna malalamiko mengi kutoka kwa msajili wa vyama vya siasa. Na hii sio Tanzania tu. Marekani kuna vyama vitatu, Republican, Democrats na wale Green. Wanaitwa Green wale. Green wamekuwa wakilalamika kwamba hawatendei haki na nani. Lakini pia zamani Uingereza tulikuwa na vyama viwili vikubwa, Whig na Tory. Kulikuwa kuna mtifuano kwamba ikiwa Whig wamechukua madaraka, Tory wanalalamika kwamba wataalamu wa siasa wa serikali wanawapendelea wao. Kwa hiyo hili ni swala ambalo ni mtambuka, lakini kama taifa lazima tukae chini tuangalie kama tukipuuza misingi ya uwazi na uwajibikaji kwenye ofisi za umma, tutakuwa tunajitengenezea shimo letu wenyewe. Nadhani kwenye historia tuliwahi kumsoma mtu anaitwa Santi Agustini of Hippo. Alikuwa ni mtumishi kutoka Tagaste, Algeria. Ni mmoja kati ya watu wazito sana ndani ya kanisa Katoliki, kati ya walimu, miongoni mwa walimu wakubwa, maprofesa wakubwa kanisa la Katoliki, walimu wakubwa. Alienda Roma kipindi kile karne ya 3 ya 4 ya 5. Kwa hiyo kuna mgogoro sana. Akawaambia Warumi, msianze kushughulika na watu wanaosali na watu wengine. Shida ya anguko lenu linatokana na migogoro yenu ya ndani. Kwa nini hamshughulikii migogoro yenu ya ndani, mnaanza kulaumu watu wengine? Kwa hiyo kama hatutakuwa na uwezo wa kushughulikia mambo madogo madogo yakijikusanya yakawa makubwa, baadaye anaweza kutengeneza bomu kubwa zaidi hata ya Iran ya hypersonic na schedule, mabomu makubwa. Kwa lazima tuangalie ni kwa namna gani tutafanya mambo yetu hata mtoto mdogo asione kama kuna upendeleo. Kwenye ulimwengu wa sayansi na teknolojia, kama unataka kudanganya lazima uwe na akili kubwa sana. Na kama unataka kumkandamiza mtu, lazima uwezo wako wa ukandamizaji uwe mkubwa sana, hata mtu mwenye uwezo mdogo asiweze kugundua kinachofanyika. Ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inaweza vipi kuweka mizania sawa katika vyama vyote inavyoviongoza kama unavyosema? Kwanza kabisa ni lazima isijione yenyewe ni ndogo. Lazima iwe na uwezo wa kuvionya vyama vyenye nguvu. Siku zote vyama vyenye nguvu ndio vinakuaga na uwezo wa kuvunja kanuni na sheria, kwa sababu vinakuwa vina kinga ya wananchi nyuma yake. Sio kama umeelewa. 95 Chadema walikuwa hawana misuli. Chama kilichokuwa kinasumbua ni NCCR Mageuzi dhidi ya CCM. Kuna ule uchaguzi ulirudiwa pale Temeke, walitaka kuuana 95.
babangu mdogo akawa ananiambia watu wamepigwa usiku mzima. Mgombea wa CCM marehemu Abdulkarim Mtiro kashindwa. Yani ulikuwa ni uchaguzi haujawahi kutokea. Yani 95 Chadema ilikuwa haihitaji kwamba ni threat. Ilikuwa ni NCCR na CCM. 2000 ilikuwa ni kafu na CCM. 2005 ilikuwa ni kafu na CCM. 2010 Chadema ndio imeanza kuwa hatari. Na chama chochote ambacho kinajua kina watu wengi nyuma yake kinakuwa kinavunja sheria na kanuni kwa makusudi, kwa sababu nyuma kina watu. Kwa msajili, ofisi ya msajili ni lazima iwe na uwezo wa kuionya CCM, Chadema, NCCR na vyama vyote vyenye nguvu. Zamani Zanzibar walikuwa wanalalamika na kafu na CCM ndio wanaovunja taratibu na kanuni. Leo hii Zanzibar kafu sio threat tena. Ni ACT Wazalendo dhidi ya Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo kiburi cha CCM ni kwa sababu wana watu nyuma wengi sana. Kiburi cha Chadema ni kwa sababu wana nguvu ya watu nyuma. Kwa hiyo msajili ni lazima kuwa makini sana na vyama ambavyo vina watu wengi nyuma. Sio kama umenielewa. Trump 2021 wafuasi wake walivamia bunge Calypto. Wakaenda wakafanya vurugu. Dunia nzima kesi imeenda wapi? Imekuwaje? Kwa sababu nguvu ya watu ina uwezo wa kukupa mamlaka na kiburi cha kujiamlia mambo, msemo wa Waswahili, kujiamlia mambo. Hapa kwetu aongeze jambo. Hivyo ni msemo wa Waswahili, kujiamulia mambo. Ni msimu tumezuka. Hapa katika hiyo hoja yake anayozungumza ya kwamba kuwa na watu wengi kwa nchi yetu aongeze. Aongeze nini? Aongeze kitu kingine kimoja. Kuwa na nguvu ya dola. CCM ni chama cha kidola. Mimi sijasema hilo. Mimi nimesema naongeza. Hapo unasema unaongeza wewe maana. CCM ni chama cha kidola. Mfumo wake umejifungamanisha na dola. Na ndio maana ili uwe mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi lazima uwe kwanza rais wa nchi. Hakuna mwenyekiti yoyote anakuwa mwenyekiti ndani ya Chama cha Mapinduzi kabla hajawa rais wa nchi. Sasa huu ni mjadala mwingine mpana na unahitaji nguvu ya kifalsafa. Nachotaka kuongeza kingine ni kwamba katika si swala tu la kwamba msajili anasimamia sheria tu. Anatakiwa kwenda zaidi na kuangalia kwamba mbali na sheria kuwepo, tunawezaje kufanya demokrasia ya vyama vingi iweze kustawi. Na ndio hilo swali langu lilokuwa linafuata kwako Patenus, kwamba nafasi ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa katika kuratibu ushiriki wa vyama vyote vya kisiasa kwenye michakato ya kidemokrasia na kuhakikisha kwamba maadili yanasimamiwa kwa mujibu wa sheria na kanuni zilizopo. Kwanza na msajili kusimama katika sheria, anatakiwa kuiangalia sura pana ya kwa nini tumekuwa na vyama vingi mwaka 92. Lengo lilikuwa ni nini haswa? Lengo la kuwa na vyama vingi ni zaidi ya uwepo wa sheria hizi ambazo zinavikamili vyama hivi. Kwa hiyo akisha ifahamu kwamba lengo lake kubwa ni kuleta ustawi wa siasa za ushindani, ataweza kusimamia vyama hivi vinavyoweza kustawi zaidi. Kwa hiyo kumbe usimamiaji wake wa sheria hautakuwa kama unavyorusha jiwe, utaangalia mizania ya vitu vingi. Ndio maana ndio kuna watu watasema sasa chama kama kinavunja sheria unanyamaza. Ni kweli hutakiwi kunyamaza. Kama msajili wa vyama unatakiwa uitumie sheria hiyo, lakini si kuitumia kukata mkono. Yana mikono yake miwili, natakiwa tuilinde na tujitahidi kumuonyesha kwamba ukienda huku inaweza ikakatwa. Namna gani? Moja, kama alivyosema Rugete hapa kwamba lazima kutokuwepo upendeleo. Vyama vyote visimamiwe bila kuwa na upendeleo na bila kujali hiki ni chama kilichoshika dola au chama dola, bila kujali. Kwa sababu yeye lengo lake sio kumuumiza huyu na kumnufaisha huyu. Kwa mfano, Chama cha Mapinduzi ni chama dola, kina dola tayari. Kwa hiyo chenyewe kina advantage. Kwa hiyo kumbe watu wa kuangaliwa kwa jicho la uhitaji ni wale ambao hawana nguvu. Kwa sababu wale tayari wanatumia wanasema incumbent advantage. Wanaita nafuu ya mwenye madaraka. Tayari wanayo. Uwezo ukatofautisha ni muda gani ni mwenyekiti wa chama na ni muda gani ni rais wa jamhuri. Ni vigumu akienda hapo nje kumtofautisha kwamba sasa hivi ni rais wa jamhuri na sio mwenyekiti wa chama. Ni vitu viwili tofauti. Na ndio maana utasikia vijana wa Chama cha Mapinduzi kwamba tunawalinda viongozi wetu. Wakati mwingine
kauli iliyotolewa ni dhidi ya rais. Anasema amemsema mwenyekiti wetu. Umeona ilivyo ngumu. Kwa hiyo kumbe msajili wa vyama anatakiwa kuchukua nafasi ya ulezi wa kifamilia. Ukiwa na mtoto mlevi, ukiwa na mtoto aliyebugia madawa ya kulevya, ukiwa na mtoto aliyejihusisha na wizi, uachani naye. Unapambana naye, unaenda mpaka kanisani wamuombe, yani utafanya kila linalofanyika kusudi mtoto wako arudi. Sio kwamba unasemaje kamfunge mimi simtaki tena. Ufanye hivyo. Nathanael, naona kuna hoja ya msingi hapo kwa Patenus kwamba baadhi ya sheria za vyama kwamba mwenyekiti wetu ndio labda anakuwa rais. Unadhani kuna haja ya kubadilisha sheria kama hizo? Labda ofisi ya msajili ingefikiria kwamba ukiwa rais utakiwi kuwa mwenyekiti wa chama ili watu waweze kutofautisha majukumu kila unavyokuwa unasimama. Sasa ule ni utaratibu wa vyama. Na kwa muktadha wa demokrasia hakuna chama ambacho kinakuwa na garantii ya uchaguzi kabla ya uchaguzi. Garantii ya ushindi. Kwa hiyo kila chama kinaweza kujiamlia. Sasa kwa mfano labda Chama cha Mapinduzi kinaweza kuwa na falsafa nyuma ya pazia. Kwa nini kiliamua mwenyekiti wao atakapokuwa rais ndoe au mwenyekiti wa chama? Lakini sio lazima kwa vyama vingine. Kwa hiyo utagundua kwamba na hakuna garantii kwamba Chama cha Mapinduzi kinaweza kushinda kabla ya uchaguzi. Mimi nadhani uchaguzi ndio no define. Kwa hiyo ni lazima tujue kutofautisha. Hapa ni kushindwa kutofautisha kwamba ni wakati upi anayeongea ni amiri jeshi mkuu, ni wakati upi anayeongea ni head of the state, ni wakati upi anayeongea ni rais wa nchi, ni wakati upi anayeongea ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hicho ndio kitu ambacho watu pengine wanashindwa kuweka tofauti katika mazingira hayo. Lakini kwa namna nyingine unagundua kwamba Chama cha Mapinduzi kazi yake ni kusimamia serikali. Na hakuna mahali ambako chama kinaingilia majukumu ya serikali. Kwa hiyo wanachokifanya vijana wa Chama cha Mapinduzi wao ni kukitetea chama chao, ambacho pia vijana wa vyama vingine wanafanya. Kwa mimi sio tofauti. Lakini ukisoma katiba yetu hii ya mwaka 1977 hii ibara ya 3 inatuambia kwamba Tanzania kwanza ni nchi ya kidemokrasia, lakini nchi ya vyama vingi. Kwa hiyo sasa pengine wanasiasa wanasahau kwamba katika muktadha wa vyama vingi watu wanashindana kwa hoja. Na hoja inashindwa kwa hoja bora zaidi. Sasa unapoona hoja inajibiwa kwa matusi ama kwa kejeli ama kwa lugha za chuki, unagundua kwamba tumefika pabaya. Na hapa kuna haki na wajibu. Kwa hiyo chama cha siasa kina wajibu wake na kina haki zake. Na msajili ana wajibu wake. Sasa hauwezi kudai haki bila kutekeleza wajibu wako. Kwa hiyo ni muhimu hivi vyama vikafahamu vinatakiwa kuishi katika misingi iliyopo kisheria. Ili sasa msajili asipate kazi kubwa ya kuanza kuvisimamia kwa bakora. Mimi nadhani tukifikia hiyo hatua ya kila mtu kutambua wajibu wake, hakuna tatizo. Isa Kombo ana hoja hapa, anasema msajili wa vyama vya siasa anadhani anatakiwa atokane na wananchi na sio kuwa mteule wa rais, kwa sababu rais mwenyewe anatokana na chama. Nadhani kuna vyombo vingi sana vinahitaji kuwa vinajitegemea. Unakubaliana naye? Rais anatokana na chama katika hatua ipi? Ndio maana hapo tunapokuja kwenye tatizo. Kwa sababu rais anapokuwa rais, tayari rais wa Tanzania. Tunafahamu vizuri. Na anapokwenda kwenye chama chake basi ni mwenyekiti wao. Kwa hiyo na rais anatumia mamlaka yake kama rais, sio kama mwenyekiti wa chama wakati huo. Kwa hiyo ni lazima tujue kutofautisha hizi kofia mbili tofauti. Ni wakati upi? Kwa mfano baba anaweza kuwa rais. Kwa hiyo ni vizuri ufahamu wakati upi ni baba, wakati upi ni rais. Nakubaliana na wewe Nathanael, lakini swali langu muhimu ni kwamba swala la kimaadili.
hata sisi waandishi wa habari kuna kitu kinaitwa biasness. Kuna vitu ukiviona unasema kwamba hii story siwezi kufanya kwa sababu nadhani nina interest na upande huu. Na ndio hicho ambacho labda watu wengi wanatilia mashaka kwamba ni kweli hapa anasema kama rais, lakini mbona kama kuna upendeleo? Ni kweli huyu msajili ameteuliwa na rais kama rais, sio kama mwenyekiti wa chama, lakini mbona kama ana kipaumbele ama anakipendelea chama tawala? Sasa kwa bahati nzuri watu wanaweza kujaji wanavyoweza, lakini sheria haina upande. Lakini katiba haina upande. Nakuja kwako Nathan. Patenus, unadhani watu wanaweza kujaji hivyo bila kuwa na kitu ambacho kimetokea, ama bila kuwa na kitu ambacho kimewasukuma kuona hicho wanachokiona? Karl Marx aliwahi kusema kwamba watu ni sahihi kama kipima joto. The masses of the people are as accurate like a thermometer. Wakisema hili jambo sivyo, ni kweli sivyo. Sasa alichokuwa naimaanisha ni kwamba ndicho hicho ambacho kiko kwenye katiba yetu, kwamba mamlaka ya serikali na vyombo vyake yanatoka kwa wananchi. Kwa hiyo kumbe jicho kubwa la taasisi zote hizi tulizo nazo ni wananchi. Ndio msingi mkubwa. Sasa Nathanaeli ni kama vile aishi Yerusalemu, lakini mimi anayeishi Yerusalemu na ambaye nimekuja hapa kabisa kuchambua kwa ukweli kabisa, kuna tatizo. Hawa raia wa jamhuri si kwamba ni hamnazo. Rais Magufuli aliwahi kusema raia sio wajinga alipokuwa ametekwa Mo. Aliwahi kusema kitu kwamba wasije wakafikiri kwamba Watanzania ni wajinga, na huko akiwa anaelezea jinsi jeshi la polisi lilivyofanya lile tukio lilivyo kabiliana nalo, kwamba ambacho mnatakiwa kufahamu, raia wa jamhuri wa Tanzania sio wajinga. Yani Watanzania waweza wakawa wanapiga kelele tu basi kwa sababu ya kupiga kelele. Kuna kitu anakiona katika utaratibu mzima ambao unahusisha na kazi za msajili wa vyama vya siasa. Sio kweli kwamba sio kweli sana kwamba Chama cha Mapinduzi kinaisimamia serikali. Si kweli sana vile kama watu wanavyosema. Sio kweli sana katika utaratibu wa kawaida. Maana contradiction moja katika kila anachokizungumza mwanasheria ni kwamba rais akishaingia madarakani ni rais wa jamhuri. Well and good. Lakini kuna conflict of interest inapokuja swala la vyama. Maana yeye ni mwenyekiti wa chama fulani na angependa chama chake kiingie madarakani. Tumesikia wakisema nichagulie watu hawa, msinichanganyie. Hizo kauli hujazisikia ndugu yangu? Zipo. Mwanasheria umesikia hujazisikia? Nadhani hilo swali ni la kwako. Nichagulie watu hawa. Ungesubiri kwanza mwanasheria aseme. Umesikia hilo kauli kama hizo hujasikia? Kwenye kampeni. Lini? Mwaka huu? Kampeni za Magufuli. Kwa sababu katika hata kampeni, za juzi mwaka 2025. Kwa sababu wakati wa kampeni kila mtu ananadi chama chake. Ni ruksa, lakini baada ya kampeni tunanadi Utanzania. Ukitazama kweli kile kinachokuwa kwenye kampeni unanadi, kuna utofauti na tukija kwenye baada ya uchaguzi. Kwa sababu baada ya uchaguzi lazima taifa lije pamoja. Halafu tutekeleze yale malengo ya kitaifa. Na ndio maana unagundua kwamba kampeni wakati zinaendelea watu wanakuwa wanapambana chama kishike dola. Kikishashika dola basi serikali inaendelea na majukumu ya serikali kutimiza vision iliyopo, kuhakikisha kwamba yale malengo yanakusudiwa. Patenus, tuendelee. Namalizia. Mchakato ni wa msingi sana katika kuleta zao zuri na jema. Sasa katika mchakato kama unasema watu hawa hapana kwa sababu ni wa upinzani, wakati katiba inasema jamhuri ni ya vyama vingi. Kama alivyotusomea hicho kifungu. Halafu unasema hawa hapana, mtachelewesha maendeleo. Huoni kwamba Yerusalemu ina mgogoro hapo? Hapo lazima tusali kwa ajili ya amani ya Yerusalemu na Maka kama mnataka tuendelee. Naomba ukome hapo Patenus. Rugeto unataka kusema kitu? Hoja ya mtazamaji pale akasema kuna haja ya msajili wa vyama vya siasa asiteuliwe na rais. Na tumeona baadhi ya nchi, Malawi, Ghana, India, Sweden, Finland, ofisi ya msajili wa vyama vya siasa ni kazi ambayo inaombwa kupitia utumishi wa umma. Unaomba
alafu interview inafanywa na majaji. Kuna chama cha majaji, chama cha wanasheria, waandishi wa habari, mnasimama pale mbele, mko kama 20 hivi, kila mmoja anaulizwa maswali, mnapitishwa watu watatu, baadaye unakuja mchakato mwingine mpaka anapatikana yule bwana. Yule bwana akishapatikana anakwenda kuwa approved na bunge. Nchi zingine waliona kwamba kuna shida msajili wa vyama vya siasa akiteuliwa na rais. Lakini pia nchi zingine pia zimekataa rais kuwa mwenyekiti wa chama. Ukienda Burundi hapo, serikali ya CNDD-FDD, chama tawala cha Burundi kile kinaitwa CNDD-FDD cha Evariste Ndayishimiye na wenzake walivyoingia madarakani 2005 baada ya mkataba miezi 18 na UPRONA. Lakini ukienda Zimbabwe, mwenyekiti wa chama na si rais. Ukienda Afrika Kusini, mwenyekiti wa chama si rais. Na nchi zingine nyingi duniani hilo swala waliliona kwamba kumekuwa na mgogoro wa kimaslahi, itikadi na ushabiki kwenye swala la kuzisimamia hizi kofia nyingi anapopewa mtu mmoja. Na hata ukisoma rasimu ya Warioba ya mwaka 2014, moja kati ya mambo ambayo yalilabikiwa sana, mimi nilikuwa nasoma chuo cha Dar es Salaam 2014, niko mwaka wa 3. Warioba alikuja kwetu, tulikutana pale Nkuruma. Moja kati ya mambo ambayo watu walilalamika ni strong presidentialism, rais kuwa na mamlaka mengi. Wakasema ili swala ni lazima liangaliwe kwa sababu linaweza ikasababisha mgogoro wa kimaslahi. Katiba yetu rais anateua zaidi ya watu 4,000. Wewe watu 4,000 imani unaweza kuwa unawajua wote? Hapana. Kwa hiyo kuna mambo fulani unaweza ukajua hata umechomekewa hata wasiofaa. Wasio? Kuna kuchomekewa bwana, huyu tulisoma naye nani huko wilaya ile Jembea huko kachomekewa. Kwa hiyo lakini hoja zote zinazozungumzwa na watu iko sahihi. Kaka yangu hapa Patenius Nathaniel iko sahihi, lakini tunachoangalia, je, tunazingatia ustawi wa watu? Je, tunalinda maslahi ya umma? Issa Kombo yeye anasema kwamba anadhani demokrasia bado haipo kwa sababu majukumu ya rais anadhani yapunguzwe, anadhani ni makubwa, hususan katika kuteua wakuu kwenye masuala ya mihimili kama vile kuteua majaji na msajili wa vyama vya siasa, hata IGP na waziri mkuu na mkuu wa majeshi. Mkuu wa majeshi dunia nzima hakuna mkuu wa majeshi. Vyombo vya ulinzi na usalama amepewa rais. Hiyo hapana. Lakini kwa majaji, wakuu wa wilaya, wakuu wa mikoa, wakurugenzi, makatibu tawala, sehemu zingine zote tunaweza tukasema, lakini kwenye vyombo vya ulinzi na usalama tuache wanajua wanavyopatikana. Lakini swala la teuzi zinapokuwa nyingi, mwisho wa siku unaweza kaingiziwa na watu ambao, angalia, tumeshuhudia hii nchi, mtu anateuliwa leo, usiku wake watu wanaanza huyu hapana, huyu unasaka kesho ametolewa. Wakati wa Mwalimu Nyerere, kumbe kituo kimoja wa imani, Mwalimu Nyerere aliwahi kumteua mtu kuwa mkuu wa mkoa. Kuna kesi moja ilitokea kupinga uchaguzi ya mpare mmoja aitwa Gonja, Nathaniel Gonja, Sambare Gonja, Adieli Gonja na mwenzake kupinga matokeo ya uchaguzi ndani ya CCM. Ile kesi imeenda, baadaye Nyerere katika wale watu mmoja akamteua kuwa mkuu wa mkoa. Usiku akina Warioba akamfuata Mwalimu Nyerere, akamwambia huyo hapana, hafai kuwa mkuu wa mkoa. Unaangalia kwa sababu 1 2 3. Nyerere akasema mbona wasaidizi wangu wameniambia anafaa, kama huyu usimuapishe. Wakina Sokoine, wakina Warioba wakamfuata timu fulani ya watu wabishi wakamfuata Nyerere mpaka Nyerere akakubali yule mtu hakuapishwa. Hata marais wengi wamepita, kuna watu wamewateua usiku, kesho siku ya kuapishwa watu wametengua uteuzi, wameweka watu wengine. Ndo moja kati ya madhara ya kuwa na teuzi za watu wengi. Unaweza kaletea majina 400 ukapitia saini, kumbe mle ndani kuna watu wengine huyu yumo. Kwa hiyo haya mambo yapo, na tunapokuwa tunazungumza hili swala hatusemi kwa nia mbaya. Lengo ni ustawi wa wananchi wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lengo ni kulinda umoja na mshikamano wa kitaifa. Lengo ni kuondoa harufu yoyote ambayo inaweza ikatugawa kama taifa. Harufu yoyote inaweza ikatugawa kama taifa. Sawa, Patenius una kitu cha kumalizia? Nilikuwa naongeza kwenye swala la kutenganisha kofia ya mwenyekiti na kofia ya rais. Na hata ndani ya chama. Kwa mfano ukisoma katiba ya Chama cha Mapinduzi, vikao vyote vinaitishwa na mwenyekiti. Sasa tuchukulie mwenyekiti ambaye tulimpa kofia la kutuwakilisha katika serikali. Sawa? Ana tatizo. Ni nani ataitisha mkutano wa kumsema mwenyekiti? Kwa hiyo kumbe accountability ni ngumu. Mpaka rais aitishe vikao. Asipoviitisha, yani manake mwenyekiti asipoitisha ni ngumu. Na kama vikao ni vya kwenda kumsema mwenyekiti kwamba hajatenda kile tulichomtuma kama chama afanye, tutazunguka mpaka kesho kutwa. Kwa hiyo kumbe
swala hilo linahitaji kuangaliwa kwa mapana sana, na kwa kuwa CCM inafikisha miaka 50 mwakani, nafikiri watajivua gamba. 2027 2027. Sawa sawa. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.